Tusome Warumi 1:21-23. 1:2-3. Kwa sababu walipomjua Bwana hawakumtukuza daima kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaa vyake. Na hilo ndio neno la Bwana jioni ya leo litatusaidia hapa. Na nianze kwa kukwambia tu kwa ajili gani ni muhimu sana kuomba. Ujue tunapoomba tunajenga madhabahu ya mwaka mzima. Na sio tu ya mwaka, kuna watu wanaweza akaomba hapa wakajenga madhabahu ya vizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza kusema pastor hapa. Nakumbuka siku moja Ibrahimu alitokewa na Mungu. Mungu akamwambia kwa habari ya mambo kadhaa yatakayotokea katika maisha yake. Kusoma katika sura ya 12, Mungu alipomtokea na kumpa Ibrahimu maagizo ya kwamba toka nenda katika nchi nitakayokuonyesha. Baada ya pale Ibrahimu akamjengea Mungu madhabahu katika ile nchi ya Betheli. Alipojenga madhabahu, ukisoma hapo vizuri, alipojenga madhabahu akaliitia jina la Bwana kwenye ile madhabahu. Alipoliitia jina la Bwana akaondoka akaenda Misri, na baadaye safari yake akarudi tena, lakini ile madhabahu alijenga akaisahau. Akazaliwa mwanae anaitwa Isaka. Isaka akazaliwa baadaye akawa kijana, akawa mtu mzima, akazaa mtoto anaitwa Yakobo. Yakobo wakati amekimbia ajui anakoelekea, anamkimbia ndugu yake, akaenda kulala kwenye eneo ambalo babu yake alijengaga madhabahu bila kujua. Alipolala pale ndio usiku anaona malaika. Akasema kumbe mahali hapa ni nini? Ni lango la wapi? La mbinguni, na mimi sikujua. Lakini hili lango la mbinguni kwa sababu kuna mtu mmoja alijenga madhabahu. Unapojenga madhabahu unafanya hilo kuwa lango la mbinguni. Tunapozungumzia malango ya mbinguni, hayakuwagi tu wazi, yana kanuni. Sasa Ibrahimu amejenga madhabahu baada ya kuona Mungu amemtokea na kumwambia kitu. Kuna watu Mungu atawatokea katika maombi haya, atasema nanyi jambo la msingi la kimaisha. Baada ya hapo unafanya nini? Ibrahimu baada ya kusemeshwa na Mungu akajenga madhabahu, akamtolea Mungu sadaka na akaondoka, akasahau kama lile eneo alishawahi kujenga madhabahu. Kizazi cha pili kikapita, kizazi cha tatu ndo anakuja Yakobo. Yakobo akiwa yuko very confused, amechanganyikiwa na maisha, anaogopa kuuliwa na ndugu yake Esau. Akiwa anakimbia anaelekea kwa Labani mjomba wake, usiku wa manane amechoka. Kulikuwa na jiwe pale, bila kujua je zamani lazima madhabahu inakuwa na jiwe. Akajua hili jiwe ngoja niweke ndio liwe mtu. Kumbe analalia madhabahu. Madhabahu ikamwambia, madhabahu ikajifunua kwake. Na yeye akasema na hiyo madhabahu, akasema kama ukinifanikisha huko ninakoenda, ndipo utakuwa Mungu wangu. Lakini sasa hivi ni Mungu wa baba yangu na baba yangu Ibrahimu na Isaka. Lakini ukinifanikisha nitarudi tena hapa. Alifanikiwa au kufanikiwa? Madhabahu unayojenga leo inaweza kusaidia wajukuu zako na watoto wako. Usiombe maombi ya kichoyo kwa sababu una shida ya hela. Mungu naomba hela. Haya sio maombi ya madhabahu. Kwa sababu una shida ya ndoa, Mungu nipe mume, Mungu nipe mume, Mungu nipe mume. Kwa hiyo unashindwa kuomba mambo ya msingi ambayo yatatengeneza kizazi, unaombea kitu kimoja. Ibrahimu alipojenga madhabahu pale, hakusema Mungu, nimekujengea madhabahu sasa sina mtoto, nipe mtoto. Alipomjengea madhabahu Mungu akamaliza, Mungu akamwambia, kukubariki nitakubariki, atakaye kulaani nitamlaani. Na wana wako watatawala malango ya adui zako. Mungu anatangaza baraka. Tunapojenga madhabahu kupitia maombi, madhabahu yanajengwa kwa njia nyingi. Maombi, machozi, sadaka na nini. Juu ya kwamba kuna kitu ambacho unakitengeneza sasa hivi sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya kizazi chako. Mtoto wako anaweza akapitia neema ambayo wewe unayo. Unajua kuna watu leo wanapitia mikosi ambayo wenyewe hajaisababisha. Biblia inasema na wapatiliza wana maovu ya nini? Ya baba zao. Tangu kizazi cha kwanza hadi cha ngapi? Cha 4. Kama kuna kupatilizwa maovu, means kuna kupatilizwa baraka. Na ndio maana hadi leo tunasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Hivyo ni vizazi. Mungu wa Yakobo ndio Mungu aliyekuwa wa Yusufu, aliyompa uwaziri mkuu kwenye nchi ya ugeni. Pia sana Mungu alikuwa na Yusufu hadi gerezani.
Lakini huyo Mungu wa Yusufu sio Mungu wake, ni Mungu wa Ibrahimu babu yake, ambaye alijua umuhimu wa kujenga madhabahu, na madhabahu ikasema katika kukubariki nitakubariki, na atakaye kulaani nitamlaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana wa Mungu, hebu jenga madhabahu ya Bwana. Usiombe maombi yaliyokuwa yamefinywa sana kwenye uhitaji. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote utazidishiwa. Tamani kuona ufalme wa Mungu katika familia yako umeshuka. Alafu mengine yote yatakuja. Na atakuja si tu kwako, na kwa watoto wako. Watoto wako hawatavuta bangi, watoto wako hawatatumia madawa ya kulevya, watoto wako hawatazalia nyumbani, kama wewe utakubali leo kujenga madhabahu ya Bwana. Madhabahu wewe inasema, uwe inaongea. Madhabahu wewe ina sauti. Ibrahimu alipojenga madhabahu katika mlima wa Moria, Biblia inasema wazi, baada ya kutaka kumchinja mwanae, sauti ikasikika. Akamwambia geuka nyuma, akamkuta nani? Mwana-kondoo. Na akaambiwa katika mlima wa Bwana vinapatikana. Ndipo akajenga madhabahu akaita Jehova Jile. Ujue haya majina tunaita Jehova Jile ni ufunuo wa watu. Baada ya watu kutendewa kitu, wakaamua kumpa Mungu jina. Baada ya Israeli kuponywa, wakati watafuta maji ya kunywa, kukawa na maji machungu, na yale maji yakaponywa yakawa matamu, wakanywa, wakamuita Mungu ni Jehova nini? Rafa. Kwa hiyo haya majina ya Jehova nani ni matokeo ya ufunuo. Wewe una ufunuo gani na Mungu wako? Ule ufunuo utakao upata ndio utajenga madhabahu. Leo hii hawezi kusema mimi najenga madhabahu ya Jehova Jile. Ule ni ufunuo wa kwao. Yesu atusaidie sana. Na nielewa watoto wangu? Amen. Sasa turudi kwenye andiko letu, kwa sababu tunaenda kumshukuru Bwana Yesu. Katika kitabu cha Warumi 1:21 anasema, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Mungu anataka tunapomjua, kiwango cha kumjua Mungu. Tutajuaje unamjua Mungu? Maisha yako yatakuwa yamejaa shukrani na sifa. Narudia, kama kinywa chako kimejaa manunguniko na malalamiko, umjui Mungu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Wamjuao Bwana watatenda mambo makuu. Hakuna shortcut. Kama unamjua Mungu utajaa shukrani siku zote na utamtukuza, kwa sababu unajua kwamba Mungu ni mkubwa kuliko ugonjwa nilionao. Mungu ni mkubwa kuliko usingomaza nilionao. Mungu ni mkubwa kuliko talaka nilionayo. Mungu ni mkubwa kuliko haya matatizo nilionayo. Sasa ikifika kipindi mtu umeacha kumtukuza Mungu kwa ukubwa wake huo, unaanza kutukuza matatizo yako, mimi si hujamjua Mungu. Biblia inasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Jiulize leo, namjua Mungu? Jiulize, tujifanyia assessment. Unamjua Mungu? Na kama unamjua Mungu, kigezo ni kimoja tu, utajaa shukrani na kumtukuza Mungu. Hautaambiwa mshangilie Mungu, kwa sababu ndani yako utaona imenipasa kumshangilia Mungu, imenipasa kumhimidi Mungu, imenipasa kumsifu Mungu hata katikati ya tundu la simba, imenipasa kumwadhimisha Mungu hata katikati ya tanuru la moto, imenipasa kumsifu Mungu hata nikiwa gerezani, imenipasa. Lord be to God. Ukiona maisha yako yanaamua aina ya ibada yako, bado hujamjua Mungu. Wamjuao Mungu hawaongozwi na yaliyowazunguka. Wamjuao Mungu anaongozwa na ahadi za Mungu. Alipoiona ile ahadi, hakusita hata kutokuamini. Ni dalili ya kwamba hujui Mungu wala ahadi zake, na ndio maana umejaa kusita. Na Biblia inafananisha watu wenye kusita katika njia zao sawa na wimbi la bahari ambao linapelekwa kulia na kushoto. Na ndio maana leo unalaa, kesho unalaa. Sasa hivi una amani, jioni una amani. Leo umeamka vizuri, kesho jamani mimi Mungu anipendi, kesho kutwa ananipenda, kesho kutwa. Wewe jirani yako unamjua Mungu? Mwambie kama unamjua Mungu utamtukuza
na utamshukuru. Bwana Yesu asaidie sana. Naongea kitu kimoja kikubwa sana kama uelewe. Kuna watu wengi wanadhani ya kwamba kumjua Mungu, sijui labda ni kufanya kitu gani. Kumjua Mungu ni kumpa anachostahili kupewa, ambacho ni ibada. Na ninampa ibada hata kama mazingira hayaniruhusu kumpa ibada. Ninampa ibada hata kama nimeandikiwa hati ya mashtaka. Ninampa ibada hata kama nimeambiwa nisiabudu kwa huyo Mungu. Ninampa ibada hata kama nimeambiwa nisujudie sanamu ya Nebukadneza. Lakini nitajua yuko Mungu wa Israeli anayepaswa kuabudiwa na kusifiwa. Nitageukia huko Yerusalemu na kumwabudu usiku na mchana na jioni. Sasa, kwa nini unasema unamjua Mungu alafu unashindwa kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu? Ni kwa sababu umeruhusu hali zako za maisha ziamuru aina yako ya ibada kwa Mungu wako. Mtu anayemjua Mungu haongozwi na mazingira yake hata siku moja. No matter what you are going through, ibada yako haitaondoka kinywani mwako. Sifa zake zitakaa kinywani mwako daima. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza. Mungu anachukia sana unapomjua Mungu, unapomsikia siku zote alafu tena unashindwa kumtukuza wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao. Uzushi ni upi? Maisha ni magumu, vyuma vimekaza, hali ni mbaya, nimeambiwa sipendi, nimefanya nini. Huo ni uzushi. Mwambie jirani yako usipotee katika uzushi. Huyu anayesema familia yenu hamna atakaye kuja kuolewa ni mzushi. Huyu anayesema kwamba nyinyi mtakuja kumiliki gari ni mzushi. Huyu anayesema huo ugonjwa ni wa mauti ni mzushi. Huyu daktari aliyokupa ripoti anayesema hutapona ni mzushi. Sema amina nzuri. Amen. Kama unakataa uzushi sema amina kubwa. Amen. Unajua uzushi wako wengi sana. Unaenda kufungua biashara, kwambia aliyekwambia hii biashara hapa utauza nani? Utaweza kwanza kurudisha pango la ile nyumba uliyokodisha hii frame. Huo ni uzushi. Wanaomjua Mungu wao wanamtukuza hata katika hiyo hali ngumu. Wanasema Bwana atafanya njia hata pasipo na njia. Alifanya njia jangwani, alifanya njia baharini, Israeli wakapita, atafanya na kwangu. Wanaomjua Bwana wana maneno ya ibada. Wana maneno ya shukrani. Hawana malalamiko wala manunguniko. Hawafuati uzushi wa watu mtaani. Wewe umetishwa usiku wa manane kwenye ndoto, umeota ndoto ya kutisha, umeamka asubuhi ukakubali uzushi wa shetani. Ukaanza kutembea kama unaenda. Mimi sio kwa ajili nimeokoka lakini hivi vitaziishi. Uzushi, shetani kakuuzia uoga na umenunua. Leo uzike uoga na uzushi wa shetani katika kaburi la sahau. Wakenya wanasema kaburi la sahau. Kuna kaburi ambalo ila kaburi linasahaulika. Ndio uzike huko. Lord be to God. Walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Ujinga ni nini sasa? Ahadi za Mungu zinasema hivi, lakini uziamini, unaamini unachokiamini. Huo ni ujinga. Sema nakataa uzushi, nakataa ujinga. Nakataa uzushi, nakataa ujinga. Nakataa uzushi, nakataa ujinga. Ukifanya hivyo milango yako ya mbinguni itafunguka. 2026. Kataa uzushi. Kataa uzushi. Kataa uzushi, kataa ripoti. Which report do we believe? Tunaamini ripoti moja ya Mungu tu. Tunaamini neno lake tu. Uzushi umekuwa mwingi kwenye hichi kizazi. Unaweza ukapewa uzushi na dada yako kabisa. Uzushi na mama yako. Uzushi na rafiki yako. Na unafanania na ukweli na ukaamini kweli ninachopitia ni sahihi. Leo alikuwa anasimulia mtu mmoja, akaniambia huyo mtumishi wa Mungu mmoja alimuombea akachoka kwa habari ya ndoa, akawa kisha miaka 42 hajaolewa. Huyo mdada alikuwa mtumishi wa Mungu, ungependa kusikia habari?
Napenda sana umbea. Kafikisha miaka 42 hajaolewa. Huyu binti alikuwa na huyu mwanamama alikuwa anafanya huduma mikoa na mikoa. Anamwamini Mungu kwa ajili ya ndoa hajapata. Sasa akawa na mtumishi mmoja anamwamini kweli. Mtumishi yule naye akaona amechoka kumuombea, akampa uzushi. Kaambia, dada yangu, Mungu ananiambia uzae. Tafuta mwanaume, zaa naye, akishaza mtoto mmoja, Mungu atakuja kukuletea mume, alafu utaendelea na maisha. Na ni mtumishi wa Mungu aliyemshauri akakubali. Akaenda akazana huyo mwanaume, akapata mtoto wa kwanza. Alikopo yeye hapo ndio miaka 42. Kwa alipofikisha miaka kama 46 hivi, akaja mwanaume, anambia nataka nikuoe. Naye kafiwa na mke wake, akaja kumuoa. Kwa hiyo akamuoa, akazaa naye watoto wawili. Sasa akakutana na huyo mtumishi wa Bwana mwingine, ambaye huyo naye anatafuta mke, anatafuta mume. Huyo binti yangu mmoja, lakini sio hapa ndani, naye anatafuta mume. Kwa hiyo akaenda kule akamwambia, jamani, hujaolewa hadi leo? Akamwambia sijaolewa. Kasani mwenzie nilishauriwa na mtumishi wa Bwana, nizae kwanza alafu atakuja mwanaume. Basi nikapata kweli, sasa hivi na watoto 3 na ndio hivyo nimeolewa. Lakini ile huduma aliyokuwa nayo mwanamke alikuwa muonaji, anaitwa mikoa na mikoa, ilifia pale pale. Kwa hiyo huduma imekufa, akabakiziwa ndoa, huduma hamna. Unatafuta ufalme wa Mungu au unatafuta ya kwako ya kuzidishiwa? Nikashangaa sana. Nikamwambia sasa umemwambia? Ikasema nilimwambia, nikamwambia mtumishi, ninakuomba sana. Sababu huyo sasa kaolewa na mzee wa kanisa. Alafu huyo mama sana ni mama mzee wa kanisa. Akamwambia ninakuomba sana, mabinti wengine wakija uwashauri, usije ukawapa ushuhuda wako. Maana wataenda kufanya kama walivyofanya, wakiamini mwisho wa siku atamkosea Mungu. Walipomjua kuwa ni Mungu, hawakumwabudu, hawakumtukuza wala kumshukuru, bali walipotea katika ususi wao, na walipotea katika uongo, ujinga wa mioyo yao. Sema nakataa ususi, nakataa ujinga. Nitajawa na shukrani na moyo wa kumtukuza Mungu katika nyakati zote. Nyakati zote nimo pendoni, nyakati zote ni uzimani, kumtazama mpaka atoke, wakati wote mimi ni wake. Uwe na Mungu wakati wote. Maji kupwa, maji kujaa, jua kuwaka, jua kuzima. Kama unamjua Mungu utaendelea kumtukuza. Mstari wa 22 anasema wakijinena kuwa wenye hekima waliopumbazika. Ndio hapa nilizungumza Jumapili juu ya Israeli hekima. Wakijinena wenye kuwa wenye hekima kile waliopumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu. Mimi wakaanza kutegemea wanadamu. Mimi wakaanza kumwamini wanadamu kuliko kumwamini Mungu. Amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Kwa hiyo utukufu aliokuwa atakiwa kupewa Mungu, anaanza kumpa bosi, anaanza kumpa mtu, kwa sababu akili yake yote imeondoka kwa Mungu, iko kwa watu. Yesu atusaidie sana. Ngoja nikwambie, moyo wa shukrani na kumshukuru Mungu unatuonyesha unamjua Mungu wako au la. Moyo wa shukrani na kumtukuza Mungu unauisha imani yako. Ngoja nikwambie, hivi Paulo na Sila wako gerezani, wanawezaje kuimba wakati wametandikwa fimbo za kutosha na wako uchi? Na Biblia inasema na wafungwa wengine walikuwa wakiwatazama, lakini wenyewe walikuwa wakiomba na kumtukuza Mungu. Ile ilikuwa inachochea imani yao ya kwamba tumetandikwa fimbo, lakini hataki usikie maumivu, tunataka tumsikie Mungu. Wakaendelea kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo moyo wa shukrani unachochea imani yako, ina revive faith. Unaona kabisa ndaumu akiwa unasema, Mungu ninakushukuru kwa kuniponya, ninakushukuru kwa kunipa figo mpya, ninakushukuru kwa kutakasa damu yangu, ninakushukuru kwa kunipa macho mengine, ninakushukuru kwa kunikomboa. Baidia, ukifanya hivyo imani yako inaongezeka, na pasipo imani haiwezekani mtu kumpendeza Mungu. Imani
ni mtaji wa Mkristo ili kupokea vitu vya kimungu. Sasa njia ya kuchochea imani ndio hiyo, kumshukuru Mungu. Lakini moyo wa shukrani utaona wema wa Mungu aliyokutendea kuliko changamoto ulizonazo. Moyo wa shukrani unakusaidia kuona see the goodness of God than blaming and na kuwa na malalamiko na lamentation. Moyo wa shukrani ndio unaochanganya imani na ahadi. Moyo wa shukrani unachanganya imani ya kwako na ahadi za Mungu. Biblia inasema neno hili alikuwafaa wao kwa sababu halikuchanganywa na nini? Na imani. Kwa hiyo shukrani ndio inaokoroga imani na ahadi. Imani na ahadi ili upate matokeo. If you lack thanksgiving, sahau kuhusu kupata matokeo. Narudia, moyo wa imani ndio moyo unaichanganya imani na ahadi za kimungu. Unachanganya imani na ahadi. Na Mungu ameahidi kutukuza ahadi zake kupita jina lake. Sasa kama Mungu atatukuza ahadi yake, anaitukuzaje? Kama ataona imani yako imechanganyika na ahadi za Mungu. Ndio Biblia inasema aliye dhaifu na aseme ana nguvu. Aliye hawezi aseme anaweza. Aliye maskini aseme mimi ni tajiri. Aliye single aseme mimi ni mke wa mtu, ni mume wa mtu mtarajiwa. Na atembee stress free, hana stress, hana confusion. Yaani unatembea kama mume wa mtu mtarajiwa. Unapiga pamba zako kali, unavaa vizuri kama mke wa mtu. Unaondoka pale chumbani kwako unasema nakushukuru Mungu kwa sababu miezi ijayo nitakuwa natoka na mume wangu naenda naye kanisani na tumevaa sale maua. God wants people like that. I tell you. Changanya imani yako na ahadi za Mungu. Unaliangalia duka lako unaliambia wewe, nimeambiwa nitakuwa na vingi sio vichache. Haya magepu yote sitakuona baada ya miezi mitatu. Hafu unaondoka kama bilionea mmoja. Mnanielewa? Hebu badilisha mambo. Unajua una uwezo wa kubadilisha mambo mengi sana. Kabisa, I tell you. Lakini sio umekwama wapi? Umekwamia kwenye malalamiko na kukata tamaa. Ndio umekwama hapo. Kwenye gereza la malalamiko. Kwenye gereza la kukata tamaa. Don't give up. God will make a way. Because He's able to do abundantly exceedingly. Zaidi ya ulivyoomba na ulivyowaza. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa shukrani unaleta maongezeko. Yesu alipomshukuru Mungu na alikumbuka mikate iliongezeka. Moyo wa shukrani unafufua vilivyokufa. Yesu akamwambia ninakushukuru Mungu kwa sababu unanisikia. Alafu akasema Lazaro njoo nje. Moyo wa shukrani unaleta utakaso na wokovu kamili. Vyasema walikopo wakoma wale 10 lakini aliyetakaswa alirudi huyo mmoja tu. Yesu akasema wale 9 wako wapi? Wengine sijui ila mimi Bwana nimekuja. Wale wengine hawajulikani. Lakini kuna mtu mmoja akasema mimi narudi. Wenye ukoma tulikuwa wewe. Na neno lako likatutakasa. Wengine sijui ila mimi Bwana nimejua umenita. Biblia inasema huyu alikuja na ukoma. Alikuwa ameenda ametakasika lakini alikuwa bado hajatakasika kikamilifu. Alipokuja pale Yesu akasema wale wengine walihisi wametakasika. Lakini wewe kwa sababu umekuja akamtangazia na wokovu kabisa. Shukrani inaleta wokovu mkamilifu. Wana wa Mungu, acha kulalamika. Sijui kama mnanielewa. Tunamshukuru Mungu kwa nini? Tunamshukuru Mungu kwa kalenda yake aliyotuandalia mwaka 2026. Biblia inasema anatuwasia mawazo mema, mawazo ya amani kutupa
tumaini siku zetu za mwisho. Kuna siku ambayo iko mwezi wa 7 na mwezi wa 8. Hiyo ni siku mbaya sana kwako, lakini leo ukimshukuru Mungu, Mungu atakupa tumaini hiyo siku, maana anakuwazia mawazo mema na ya amani. Kwa hiyo unamshukuru, ninawaambia nakushukuru Mungu kwa sababu unaniwazia mawazo mema 2026, na kuna kalenda nzuri ya maisha yangu umeiandaa. Ninakushukuru. Nakushukuru Mungu kwa sababu nikiwa njia panda ya maisha yangu utanisemesha na kunipa mwelekeo. Ninakushukuru Mungu. Hatumshukuru Mungu tu kwa ajili ametutendea. Yesu atusaidie sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu atatupa neema ya kusubiri, maana wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kuna watu watafika mwezi wa 3 wataacha kumngoja Bwana, watachoka. Sasa simshukuru Mungu kwa sababu atakupa neema ya kungojea. Yamkini cha kwako kinatokea mwezi wa 4, mwezi wa 3 ndio umekata tamaa. Malaika wako wa baraka anakuja mwezi wa 4, wewe mwezi wa 3 umeshatanduka daruga. Sasa basi na staafu kumwamini Bwana, liwalo na liwe. Malaika wanakuja wanasema hatukukuta mtu. Si unakumbuka lile andiko linasema nalikuja lakini sikukuta mtu. Kwa hiyo unahitaji kumshukuru Bwana kwa sababu ya neema atakayekupa ya kuendelea kumngojea Bwana. Unanielewa vizuri? Utamshukuru Bwana kwa sababu atajishughulisha na mambo yako yote 2026. Atajishughulisha. Utanyamaza kimya naye atakupigania. Ujue kuna mambo ni kama vile unamshukuru Mungu kumbe unamtuma Mungu. Yaani njia nzuri ya kumtuma Mungu ni kumshukuru kwa mambo ambayo bado hayajatokea. Ninakushukuru Mungu kwa sababu unaniletea mume. Hiyo ni sasa namwambia Mungu ninaomba unipe mume. Sasa unabadilisha gia. Unasema Mungu ninakushukuru kwa ajili ya mume mzuri unaenda kunipatia. Unaona hapo tulipotumia lugha nzuri kuliko wewe unaanza kuagiza tu, Mungu nimesema usiponiletea basi mimi naacha kukuabudu. Usiponifanyia muujiza basi wewe utakuwa sio Mungu aliye hai. Mungu ninakupa siku 5, usiponijibu basi wewe Mungu sio Mungu anayeishi. Acha kukufuru wewe. Hebu mwambie Mungu ninakuamini kwa ajili ya siku 5 hizi, maana kuna neema kupita kawaida itaniangukia. Ninakushukuru kwa ajili ya mwezi huu mmoja, kwa sababu Mungu ninaona 1, 2, 3. Hizo ndio njia nzuri za kumtuma Mungu na kumkumbusha Mungu haja zako kuliko kunung'unika na kulalamika. Mmenielewa? Kuna mtu amepata password kidogo. Kwa hiyo unamshukuru Mungu kwa ajili ya mambo yaliyopita, yaliyoko na yajayo. Lakini leo nataka tukamshukuru Mungu kwa ajili ya mambo mazuri yanayokuja, kwa sababu tumeshamshukuru Mungu wiki zilizopita kwa ajili ya mambo aliyotenda 2025. I want you umshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu kwa mambo usiyoyaona kabisa ambayo yanaenda kutendea, na unamshukuru kwa imani, kwa sababu tulipomjua Mungu tutaenda kumtukuza kama Mungu na kumshukuru, na hatutapotea katika uzushi, hatutapotea katika mioyo yenye ujinga, hatutapotea katika hali iliyotuzunguka, hatutapotea. Tunamshukuru Mungu kwa sababu mwaka huu hatutalazwa hospitalini. Unanielewa? Kwa mfano, unamshukuru Mungu. Hujui mwezi wa 6 yamkini huko alikuandakia kadi moja ya hatari ya kwenda kulazwa mwezi mzima, lakini unamwambia Mungu ninakushukuru kwa sababu mwaka huu sitaenda kulazwa. Unamshukuru Mungu kwa sababu ya milango ya pesa mingi inaenda kufunguka. Unamshukuru Mungu kwa ajili ya watu sahihi atakaowaleta katika maisha yako. Mnaelewa shukrani inayofanya kazi hapa? Ninasema ndio. Simama kwa miguu yako. Esha. Tunasema ndio kwa ahadi zake Mungu, na njia ya kusema ndio ni kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu. Unang'oaga meno kila mwaka, mwambie unakushukuru Mungu kwa sababu mwaka huu sing'oe meno, na hata yaliyong'oka yataota. Usiseme umri wangu wa kuota meno umeisha. Hebu tuache kufungia. Hebu ongea mambo makubwa yapitayo akili zako. Nimeshuhudia mimi mtu akioteshwa meno kwa muujiza. Nimeshuhudia na Bishop Maboya.
Alimwambia tu fumba mdomo, akafunga. Haya, angalia hivi. Kuna mapengo ninayo. Haya, fumba tena. Toa, meno yameota. Wewe unawezekanaje binti una miaka 28 umeshang'oa meno 4? Ukifikisha miaka 45 na umeng'oa 4. Ni hatari. Ukifikisha 45 unaitwa bibi. Na anauma mawili. Kwa hiyo wakati ninasema ni wewe ulikuwa unahusika. Hayatauma tena na utang'oa tena. Utang'oa. Lakini kama utamshukuru Bwana, kama utamshukuru Bwana anayeoteshaga meno, kama aliotesha meno ulipokuwa na miaka 7, atashinda kuotesha sasa hivi. Kwani kabadilika? Kwani tunamwekea mipaka? Unamshukuru Bwana kwa sababu atakupa nyonga mpya. Kama nyonga yako iliharibika, uti wa mgongo umeambia pingili ziwe ziko sawa, mwambie Mungu ninakushukuru kwa ajili ya pingili zilizokuwa kama mtoto mchanga. And God will do it. Ninasema ndio. Ninasema ndio. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ninasema ndio. Hakuna silaha itakayotuma kinyume na wewe kafaulu. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ninasema ndio, utaniponya vidonda vya tumbo. Kwa kupigwa kwako mimi nimepona.
Mshukuru Bwana kwa yale anaenda kukutendea. Mshukuru Bwana kwa yale anaenda kukufanyia. Sio wakati wa kushangaa sasa, ni wakati wa kuyatamka mambo yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako.